Panga pangua linaendelea katika soka la Tanzania tena kwenye kikosi cha Green and Yellow da Young African. Nafikiri ni wakati sahihi kabisa kwamba wa klabu ya Yanga kuhakikisha kabisa kwamba wanafanya setup ya kuunda timu kwa mara nyingine tena. Yani kama kile ambacho kiliweza kujitokeza kwenye klabu ya Simba mwisho wa siku kuweza kuchana mikeka kwa kuweza kuwaondoa wachezaji ambao wanahisi kabisa kwamba hawana msaada wa 100%. Sasa ndo hichi kinachoanza kuonekana kwenye klabu ya Yanga. Kwa taarifa ambazo tuliweza kuwa nazo na mpaka muda huu taarifa rasmi kuhusu wachezaji wanaondoka, nikianza na mchezaji Khalid Aucho ambaye hiyo ni 100%, lakini mchezaji kama Jonas JR Mkude ambaye pia na yeye yumo kwenye rada za kuachiwa na klabu ya Yanga ama kuachiwa na klabu ya Yanga kwenda kwa mkopo kwa klabu nyingine. Na kwa tetesi zaidi ilikuwa inadaiwa kwamba Jonas Mkude anaweza kaenda kwenye Singida Black Stars ama Singida United. Yani kulikuwa na timu ambazo pengine zinahisi kabisa zinaweza zikaingia mkataba wa kumchukua wa mkopo mwamba huyu Jonas JR Mkude. Kwa hiyo naweza nikasema kabisa kwamba katika yale ambayo ameweza kuionyesha katika ligi yetu Tanzania, haswa hatuwezi kumpa 100% kwamba pengine labda aliweza kutumikia klabu ya Yanga kwa miaka mingi, kwa sababu kwa muda huu alikuwa kwenye timu pinzani. Na nikufahamisha katika jambo ambalo limekuwa ni kubwa sana kwa Jonas Mkude ni kucheza dabi 34 mpaka hapa alipofikia. Sio mchezo, sio rahisi. Hebu imagine, yani mtu kama Jonas Mkude na still bado uwezo, jitihada, ubora na ile maintenance ya fiti alionayo imekuwa ni kubwa sana kwenye upande wa soka. Yani ameweza kucheza dabi za Kariakoo 34. Hiyo ni heshima ambayo haitokuja kusaulika kwa Jonas JR Mkude, na sidhani kama kuna mtu ambaye mpaka sasa hivi ameweza kufikisha dabi zaidi ya 40 ama 50. Na katika wale wachezaji wanaoongoza kucheza dabi nyingi, basi Jonas JR Mkude katika top 5 yani hakosekani. Sema nini? Nafikiri nisikuchoshe sana. Muhimu ni kusubscribe, kulike na kucomment short and clear information.